Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu au kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Ukraine inapanga kurekebisha sheria ya kuchelewesha uchaguzi wa bunge na rais baada ya mzozo kumalizika na sheria ya kijeshi kuondolewa. Mikhail Podolyak, mshauri wa ofisi ya Volodymyr Zelensky, anasema siku moja kabla mkuu wa tume kuu ya uchaguzi ya Ukraine Oleg Didenko alisema kuwa serikali inakusudia kurekebisha sheria ili kuahirisha uchaguzi. Chini ya sheria sasa, uchaguzi wa bunge na urais lazima utangazwe ndani ya mwezi mmoja baada ya kuondolewa kwa sheria ya kijeshi. Hata hivyo, serikali inakusudia kuchelewesha uchaguzi kwa kisingizio kwamba sasa itachukua muda zaidi kujiandaa. Hapa bila shaka mfumo mzima wa sheria na udhibiti unatayarishwa kwa kipindi cha baada ya vita, kwa sababu mara tu sheria ya kijeshi inapoondolewa, uchaguzi utahitajika kufanywa ndani ya siku 60, na hapa Didenko ni sahihi kabisa. Ni muhimu kufanya marekebisho fulani kwa sheria. Sheria zinahitaji kurekebishwa, na bila shaka badala yake utaratibu huu wa kisheria utafanywa tena kupitia bunge, vigezo na kadhalika, Podolyak alisema kwenye chaneli yake. Alisema kuwa baada ya kuondolewa kwa sheria ya kijeshi inaweza kuchukua hadi miezi 6 kujiandaa kwa uchaguzi. Sheria ya kijeshi imefutwa, baada ya hapo inapaswa kuchukua miezi 3 hadi 6 kwa uchaguzi kamili kufanyika. Vile Ukraine imeazimia kutia saini mkataba wa madini na Marekani, lakini inataka kazi zaidi kufanywa katika mapatano hayo ili kukidhi maslahi ya pande zote mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiga anasema, ninathibitisha kwamba tumeanza mashauriano na upande wa Marekani juu ya maandishi ya makubaliano. Awamu moja mashauriano tayari imefanyika. Upande wa Ukraine umedhamiria kupitisha hati ambayo itakidhi maslahi ya kitaifa ya Marekani na Ukraine. Tunaamini kwamba maandishi ya makubaliano hayo ambayo yanatoa fursa ya kuendelea kuwepo kwa biashara kuu za Marekani pia ni mchango kwa muundo wa usalama wa Ukraine. Mchakato unaendelea. Tutafanya kazi na washirika wetu wa Marekani ili kufikia saini ya habari inayokubalika, alisema, kulingana na kituo cha habari cha Obshchevtonoye Novosti. Volodymyr Zelensky awali alisema Marekani ilikuwa imeipa Ukraine pendekezo jipya la mkataba wa madini. Anasema ingewalazimu Kyiv kulipa zaidi ya dola bilioni 120 za msaada. Vile mifumo iliyopendekezwa ya Marekani ya kutatua mzozo wa Ukraine haishughulikii sababu zake za msingi, jambo ambalo lazima lishughulikiwe. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov anasema kwenye mahojiano na jarida la International Affairs. Hatajamsikia rais wa Marekani Donald Trump akitumia ishara ya wazi kwa Kyiv kumaliza vita. Tulicho nacho leo ni jitihada za kutafuta mfumo utakaowezesha kuhakikisha dira ya Marekani ya kusitisha mapigano. Wazo ni kisha kuendelea na mifano na mifumo mingine ambayo kwa kadiri tunavyoweza kuona haiachi nafasi kwa mahitaji ya msingi ya Urusi, ambayo ni sababu za mzozo huo kutokana na msingi wa kutatua mzozo huo. Hakuna kitu kama hicho hata kidogo, na hii inahitaji kushughulikiwa, Ryabkov aliongeza. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi alisisitiza kuwa Moscow inachukulia kwa uzito mapendekezo ya Washington kuhusu Ukraine, lakini haiwezi kuyachukulia kama yalivyo. Vile zaidi ya nusu ya Ukraine wanaunga mkono wazo la kujadili makubaliano ya amani na kukomesha mapigano, ongezeko kubwa kutoka kwa 36.1% ambao walipendelea chaguo hili Machi mwaka jana, kulingana na kura ya maoni iliyofanywa na SOS, kituo cha Ukraine cha utafiti wa kijamii kinasema. Utafiti unaonyesha kuwa 56.5% ya waliohojiwa wanaamini kuwa katika hatua hii mazungumzo ya suluhu ya amani ndio chaguo bora zaidi kwa nchi. Jumla ya 17.2% ya wa Ukraine waliohojiwa walizungumza kwa kusitishwa kwa uhasama na kusitisha kwa muda mzozo kwenye njia ya mawasiliano. Asilimia nyingine 11 walisema kwamba vitendo vya mapigano vinapaswa kuendelezwa hadi tutakaporudi kwenye mipaka ya 1991, wakati 7.7% walipendelea mapigano hadi Ukraine irejeshe maeneo ambayo yalifanywa kuwa sehemu ya Urusi katika kura za maoni. Kuiweka Ukraine chini ya utawala wa nje ndio njia pekee ya kuanzisha amani ya kudumu, Nikolai Azarov ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wa Ukraine 2010 hadi 2014 anasema. Pendekezo la rais wa Urusi kuanzisha utawala wa nje nchini Ukraine ndio njia pekee ya kweli ya kuondokana na hali hiyo, kwa sababu wa Amerika na Urusi wanatambua kuwa utawala huo si halali. Utawala huo hauwezi kuanzisha amani ya kudumu. Wa Marekani na Urusi wanauelewa huu, Azarov alisema. Kulingana naye, sio tu kuhusu kuanzisha utawala wa muda ambao ungefanya uchaguzi huru nchini Ukraine na kushughulikia sababu zilizosababisha mzozo mwaka 2022. Hii itahitaji muda, na hili ni suala la mazungumzo, waziri mkuu huyo wa zamani aliongeza.
Walakini, kwa maneno ya Azarov, mazungumzo yatahusisha pande mbili ambazo zina uwezo kushawishi hali hiyo, ambayo ni Urusi na Marekani. Sio suala wala Umoja wa Ulaya utakaowahi kufanya lolote. Vile Marekani inapanga kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Kyiv hata baada ya kusuluhishwa kwa mzozo huo. Dan Kine, ambaye Rais wa Marekani Donald Trump amempendekeza kuwa mwenyekiti wake wa wafanyakazi, anasema, baada ya kumalizika kwa vita tunapaswa kuendelea kuisaidia Ukraine kwa maendeleo yake ya baadaye ya nguvu na utulivu wa muda mrefu. Kine alisema katika majibu ya maandishi kwa maswali kutoka kwa wabunge wa Marekani kabla ya kusikilizwa kwake kwa uthibitisho katika kamati ya Seneti ya Marekani ya huduma za silaha. Vilevile Ukraine imepokea awamu nyingine ya euro bilioni 3.5 kutoka kwenye tume ya Ulaya kama sehemu ya mpango wa usaidizi wa kifedha. Mkuu wa Kyiv, Waziri Mkuu Denis Shmyhal, anatangaza tume ya Ulaya imehamisha fedha euro bilioni 3.5 kwenda Ukraine chini ya Ukraine Facility, aliandika kwenye chaneli yake. Kulingana na Shmyhal, jumla ya usaidizi wa kifedha uliotolewa chini ya mpango huo sasa imefikia euro bilioni 19.6. Mnamo Machi 17 baraza la EU liliidhinisha awamu ya euro bilioni 3.5 na kusisitiza kwamba Ukraine ilikuwa imetimiza masharti muhimu ya kupokea malipo ya tatu kwa kutekeleza hatua 13 muhimu. Vile rasimu ya mkataba mpya wa madini wa Washington na Kyiv umeelezewa kama makubaliano ya kawaida ya kikoloni kwa Ukraine na waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Nikolai Azarov, ambaye alihudumu kuanzia mwaka 2010 hadi 2014. Anasema rasimu ya makubaliano mapya kuhusu madini kati ya Marekani na Ukraine ni makubaliano ya kawaida ya kikoloni ambayo yanaweka mamlaka yote mikononi mwa Amerika. Mpangilio kama huo hauna nafasi katika uhusiano kati ya nchi huru zinazoheshimu katiba na sheria zao. Washington inaipa Kyiv makubaliano yasiyostahili kuwa na hali ya kweli. Azarov pia alisema kuwa Washington inadai fidia kwa fedha zilizotengwa kwa Kyiv wakati wa urais wa Joe Biden 2021 hadi 2025. Walikuwa wanafikiria nini walipotoa pesa kwa jimbo ambalo limeharibika? Alihoji, akisisitiza kwamba jukumu la hali hii liko kwa utawala uliopita wa Marekani na utawala wa sasa wa Kyiv. Vile nchi za Ulaya haziwezi kuchukua nafasi kamili ya Marekani katika suala la usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Lithuania Kęstutis Budrys anaiambia RBC Ukraine katika mahojiano, hatuna mbadala wa baadhi ya vifaa muhimu kutoka Marekani hadi Ukraine. Sote tunajua hizo ni nini. Hii ndiyo sababu tunapaswa kuendelea kufanya kazi na Marekani, alisema akijibu swali kuhusu uwezo wa Ulaya wa kujaza mapengo yanayoweza kutokea katika usambazaji wa Washington kwa Ukraine. Kulingana na Budrys, nchi za Ulaya zinapaswa kuimarisha ushirikiano na Kyiv katika uwanja wa sekta ya ulinzi ili kuongeza uzalishaji wao wa silaha. Hata hivyo, anatarajia Marekani kubaki sehemu ya usanifu wa usalama wa Ulaya. Vile uwezekano wa Kyiv kukataa kutia saini rasimu ya makubaliano mapya kuhusu uchimbaji wa maliasili ya Ukraine huenda ukazuia wimbi jingine la hasira kutoka Marekani. The Wall Street Journal linaandika, kulingana na gazeti hilo, iwapo mpango huo utakamilika, hatimaye Kyiv italazimika kutumaini kwamba hautatekelezwa kikamilifu, kwa sababu vinginevyo waraka huo unaipa Marekani karibu udhibiti kamili wa rasilimali za madini za Ukraine. Rasimu ya mkataba mpya inahitaji kwamba Kyiv inapaswa kufidia msaada huo wenye thamani ya zaidi ya bilioni 120. Hazina maalum itawezesha Marekani kusimamia nusu ya rasilimali ya mafuta na gesi ya Ukraine, madini yake yote na miundombinu mingi ya nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na reli, bandari, mabomba na mitambo. Kwa kuongezea, Marekani ingepokea mraba wote hadi Ukraine iwe imelipa angalau dola bilioni 100 pamoja na kiwango cha riba cha 4%. Hii itakuwa wakati Ukraine itaanza kupokea 50% ya mrabaha. Utawala wa Kyiv bado haujajiunga na kusitisha mashambulizi dhidi ya vifaa vya nishati. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, kwa kweli Kyiv inabakia kutotaka kujiunga na usitishaji huo. Kama ilivyosemwa tayari, tunafanya kazi ili kuwajulisha wa Marekani, msemaji wa Kremlin alibainisha. Vile wanajeshi wa Urusi wamechukua kundi la wapiganaji la Ukraine lililowekwa kati ya makazi ya Krasnoye, Pervoe na Figolevka katika mkoa wa Kharkov katika eneo la nusu, na nafasi ya Ukraine katika eneo hilo la mstari wa mbele inazidi kuzorota. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, katika siku chache zilizopita vikosi vya Urusi vimeboresha msimamo wao wa kimbinu katika operesheni za mapigano na kusonga mbele katika sehemu kadhaa za eneo la mstari wa mbele wa Kupiansk mara moja. Anasema baada ya jeshi la Urusi kusonga mbele mashariki mwa Kamenka, umbali wa makazi umepungua.
Kundi la wapiganaji la Kiukraini limezingirwa nusu kati ya Krasnoye Pervoy na Figolevka, na nafasi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraini huko inazidi kuzorota, mtaalamu wa kijeshi alibainisha. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.